Milenge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Mwayembo. Habari za jioni. Mimi niko poa. Kwema? Fresh. Mungu anasaidia. Sana. Tuanze kwenye hili swala ambalo tayari lishapatiwa ufafanuzi juu ya mchezo wa ungo ya pili baina ya Simba na Berkane. Kwa Simba litaweza kuwa ni pigo kwenda kucheza New Amaan Complex Zanzibar. Mimi siamini kama ni pigo kwa sababu New Amaan Complex ni Tanzania. Kwa hiyo hata wachezaji wa Simba wenyewe nusu finali wamepitia pale, na maana wamemtoa Steles, goli limefungwa katika ile dimba la New Amaan Complex, wakaenda katika hatua ya finali. Kwa mimi sioni kama ni pigo, pale ni Tanzania tu. Yaani hapa sawa, Simba ni ya Dar es Salaam, ni timu ya Dar es Salaam, tunajua ina historia kubwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sasa wanataka kwenda kuonyesha kwamba wao ni miamba wakiwa katika ardhi ya Tanzania sehemu yoyote ile, na wanatakiwa waende kaandike historia ama rekodi katika ule uwanja wa Zanzibar, New Amaan Complex, kwa sababu nimeona watu wengi sana wabedha ama wanachukulia poa Simba, wanaona kama shughuli ya Simba imeisha. Yani hata wapinzani wao wakuu ambao ni watani wao, yani wanaamini kabisa Simba ikicheza Mkapa kwenye mechi hizi za kimataifa inakuwa monster. Yes, na ndio maana naona wote wanaanza mmeenda Zanzibar mmeisha nyinyi. Hata usikia mashabiki, usikia baadhi ya viongozi ambao wapo wanavyotania wa Yanga, unajua mwisho wa siku ni utani. Lakini mimi ninaamini kwa sababu hii ni ardhi ya Tanzania. Mimi nafuatilia sana mpira wa Afrika, na wasiliana na viongozi wengi wa hizi timu za Afrika, najua mpira wa Afrika upoje. Inawezekana Simba hawajatoka mbele kuambia bwana walifanywa nini Morocco. Hawawezi kusema kwa sababu washaondoka kwenye hizo level za kulalamika. Nafikiri ingekuwa timu nyingine wangeweza kusema bwana labda wale tufanye hivi. Simba wamekaa kimya. Lakini Simba kuna vitu walivipitia Morocco, wamekaa kimya. Na wao wanajua kwa sababu sisi tutakuja nyumbani, watakuja kwetu. Na sisi kama wao walipita njia hii, na sisi tunaweza kama walipita mlango huu, hata sisi tutapita mlango wa pili. Ni maisha ya kawaida kwenye mpira wa Afrika. Amini nakwambia. Yaani Afrika mpira wetu umejipambanua hivyo. Kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinafanyika nje ya uwanja. Na ndio maana ukashangaa timu nzuri sana, labda Berkane wale wameonekana kama wazuri sana kwao. Wanaweza kaja hapa usione ule uwezo. Bora ukaishia Morocco. Yes. Mimi nitakutajia kuna timu chache sana ambazo mimi huwa naziona zina perform sehemu zote mbili. Yes. Kuna timu kama Petro Atletico ama timu nyingi za Angola huwa zina uwezo wa kutoka kwao zikacheza mpira huo, wakaenda ugenini wacheza mpira huo. Mazembe akiwa kwenye ubora wake, Mamelodi hiyo imekuwa ni kawaida yake, yani anatoka kwao anakuja Tanzania anacheza sawa kama yupo Afrika Kusini tu. Ni maisha ya kawaida. Lakini hizi klabu zingine au Waarabu, nyumbani kwao ni nyumbani na ugenini ni ugenini. Yes, yani ugenini kwanza. Kitu kingine ambacho kunakuja kukosti pia, ile hali ya hewa ya kule sio sawa na ya huko. Ni vitu viwili tofauti. Ile ya Zanzibar. Yes, hali ya hewa ya Zanzibar na hali ya hewa ya mji wa Berkane ni vitu viwili tofauti. Yes. Yes, kwa hiyo hata wachezaji wao wenyewe lazima kuna kitu kinawaingia ndani ya pitch. Mwayembo, tukiangalia Simba kwenye mchezo wa nusu finali alicheza pale na Stellenbosch, na mchezo wa robo finali alicheza uwanja wa Benjamin Mkapa. Kuna utofauti ambao unauona ndani ya pitch unaoonekana, pengine ule utofauti unaoonekana labda watu ndio wanaingiwa na ubaridi? Ukiangalia Simba kwanza inatakiwa wakubali kwamba wanacheza kwenye uwanja mwingine. Ukienda katika dimba la New Amaan Complex, ile picha yake ni ndogo kidogo, Mkapa ni kubwa. Ndio maana Simba kama mmewafuatilia vizuri, wanapenda sana kutanua uwanja. Yaani wanaenjoy sana. Wao mabeki wao wa pembeni, Shomari Kapombe na mwenzake Mohamed Hussein Shabalala, wanakimbia pembezoni mwa uwanja na kusababisha hawa mawinga ama viungo washambuliaji waongezeke kwenye boksi la mpinzani. Sasa kwa staili kama ile unaweza usifanikiwe kwenye ule uwanja New Amaan Complex, lakini ukaja na staili nyingine ambayo itakupa mafanikio. Simba wanataka kucheza direct sana, kutumia nafasi, yani zile ambazo zinatengenezwa. Kwa sababu uwanja kama New Amaan Complex una eneo dogo la kucheza, na maana hata ukipiga mitungi mingi ama cross nyingi ndani ya boxi inaweza isikupe faida. Kwa sababu Berkane kama wanaamua ku defense, maana ukipiga mipira ndege yote watakuwa wanacheza wao. Sasa wao wewe utakuwa upige pasi fupi kwa kasi, uende kwa walazimishe wao kufanya makosa kwenye box lao. Na Simba uwezo huo wanao. Yes, ndio mpira wa Simba. Simba mpira wao ni kuweka chini na kupiga pasi fupi. Umeona wamefungwa. Sababu hata magoli ambayo walifungwa juzi, mfano goli la kwanza ni mpira wa kutenga. Ile imepigwa kona, wamefanya uzembe kumzuia yule Kamara, akaenda hewani, akaweka mpira nyavuni. Wao wanamwangalia Dayo tu. Goli la pili, Musa Kamara hawezi yani lazima kwenye lawama na kuwepo. Sawa? Unapiga ule mpira kama unakumbuka vizuri. Ule mpira mrefu umepigwa. Yeye amepiga mpira mrefu, anampigia Kagoma.
Kagoma ananyang'anywa ule mpira, lakini mimi niliona kama ilikuwa kama ni faulo hivi kwa sababu aliguswa, yes, aliingiliwa vibaya na mchezaji wa Berkane, lakini yote kwa yote imeshapita. Ina maana wakaenda kutengeneza lile shambulizi, Simba akafunga bao la pili. Umeona? Sasa Berkane hakuwasachi hivyo Simba kuonyesha bwana na kulazimisha ufanye makosa kwako nitumie. Yani kama kutengeneza mabao ya mipango, hapana. Mabao yote ni mistake ambazo Simba walizifanya, akatumia zile nafasi. Sasa Simba anaweza kuwalazimisha wale kufanya makosa. Akayatumia hizo nafasi. Issue unaweza ukawalazimisha kufanya makosa mengi lakini usitumie nafasi. Umeona? Mfano mechi ya Al Masry hapa tuliona pia hata uwanja ulisababisha Simba wasifunge mabao mengi. Kwa sababu ilifika muda wachezaji wanapocheza kwenye tope muda mrefu wanatumia nguvu. Ya maana kuna muda wanachoka. Yes, mwisho wa siku mnaanza kudefense, mnazuia ushindi wenu. Kwa hiyo naamini Zanzibar ni sehemu sahihi kabisa ya Simba kuandika historia. Na ninahisi kabisa watu ambao wanaibeza Simba kwamba kuamini Zanzibar Simba haiwezi kushinda, wanaweza akaja baadaye wakaanza kutafuna maneno yao kwa sababu ni mpira wa miguu. Yes, mpira wa miguu na Simba wameshacheza na timu kubwa kuliko hiyo Berkane ambayo wanaisifia. Leo Berkane sunanena inaleta ufalme huko shirikisho. Berkane ile mpeleke kamweke kundi moja na Esperance na Mamelodi uone kama atapita kwenye hilo kundi. Umeona? Kwa sababu gani? CAF Champions League yeta kwa mgeni tu, atakutana na wale watampiga hata nje ndani. Ni maisha ya kawaida kwa sababu kwa sababu wale washazoea kucheza kule. Berkane ndo anakuja kule. Anaenda msimu ujao tutamuona. Simba angekuwa anacheza shirikisho kwa miaka hii 6, mimi na uhakika angekuwa ameshachukua kombe kwa sababu timu za shirikisho nyingi ni za kawaida. Simba amekuwa anaenda kushinda na Champions League kule, anakutana na watu ambao wapo level, yani kwa level wamemzidi yeye mbali. Ni ngumu sana kutoboa hata kuvuka robo tu kwa hizi timu zetu za Tanzania. Ni ngumu sana kwa sababu mwisho wa siku mtapofika ile robo basi utamtaja Al Ahly, umeona, utamtaja Esperance, umeona, utamtaja Mamelodi hapo. Haya, utamtaja Orlando na quality ya juu na pesa, anaweza kusajili mchezaji yoyote. Umeona? Wydad akajipata, utamtaja pale. Yani unapoanza kuzitaja zile timu zile, unaona kabisa mbona wakubwa wote, utamtaja Piramidi. Yani unaona mbona hizi timu zote kubwa hizi kuliko mimi. Lakini huku shirikisho unakutana na zile timu za kati za kati ambazo unaweza kudhibiti. Yes. Kwa ndio maana nakwambia mimi nishawahi kuzungumza miaka 2-3 iliyopita kwamba timu za Tanzania zingekuwa zinacheza shirikisho ni rahisi sana kuchukua ubingwa. Tayari tungeshuhudia watu wameshatoa ubingwa kabisa. Yani ndani ya hii miaka 5-6 Modeo Jitongo anaanza kuwekeza Simba kwa hizi robo finali ngapi ambazo walikuwa wanaenda kule CAF, wangekuepo huko wangechukua ubingwa. Mwanaombo tuangazie Simba anaenda kukutana na mpinzani mgumu kwenye eneo lake la defensive. Berkane mpaka sasa hivi kama sikosei karuhusu magoli 2 au 3. Na Simba kupata ubingwa huu wa CAF Confederation pengine afunge kuanzia magoli 2. Unaiona hiyo Berkane kwenda kuruhusu magoli 2 kwenye mchezo mmoja huku ukiwa kwenye michezo yote hajawahi kufanya hicho? Mimi hapo mwanzo nimekwambia RS Berkane anafungika. Mimi naamini hivyo kwa sababu ukiangalia hata wanavyocheza sio kusema ndio timu ambayo imekamilika sana, hapana. Umeona? Kwa sababu kuna makosa unaona kabisa mtu akitumia zile nafasi anaweza kawaadhibu. Umeona? Kwa hiyo Simba watumie nafasi tu. Uwezo wa kuwafunga Berkane wanao. Ni wachezaji wenyewe kujiamini tu na kuamini tupo katika ardhi ya Tanzania na kuamini tunataka kuandika historia mpya. Mimi naamini hata wachezaji wa Simba wenyewe wakati huu mazoea yatakuwa ni hayo. Wamefungwa 2-0 ugenini. Kama yeye amekufunga 2-0 kwake, wewe unashindwa nini kumfunga 2-0 kwako? Ni maisha ambayo yanawezekana. Finali ni finali, tuachana na hizo historia kwamba bana ameruhusu magoli 2, ameruhusu magoli 3. Mimi naamini Simba ana uwezo wa kumfunga hata magoli 3 Berkane akitulia. Simba ana uwezo wa kumfunga Berkane hata magoli 3, 4 akitulia, akitumia nafasi. Kwa sababu hata Berkane ile mechi wamefunga magoli 2, lakini walipata nafasi zaidi ya 4. Hawakuzitumia. Umeona? Ina maana hata Simba akiwa clinical kwenye eneo lake la ushambuliaji akatengeneza nafasi za kutosha. Mimi naamini first half tu anakuwa amesha clear ile mabao 2. Naamini hivyo. Dakika 45 za kwanza Simba atakuwa amesharudisha ile mabao 2. Dakika 45 za pili anakuja kutafuta ushindi kwa sababu mpira wa Afrika mimi naujua. Mpira wa Afrika kila mtu anacheza kwake. Ule ubora ambao ulikuwa unaona Berkane anaonyesha kule kwao. Kesho kutwa Zanzibar unaweza usiuone kabisa na watu wote akashangaa timu yenyewe ile ambayo ilicheza kule kwao. Mpira wa Afrika upo hivyo. Na mimi mara nyingi nimeifuatilia Simba miaka yote ambayo watu wanaichukulia poa. Huyu inafanya maajabu. Nakumbuka kuna ule msimu anatolewa kwa goli la ugeni na AFL na Al Ahly. Yes, watu wengi walikuwa wanaamini Simba ile itafungwa 5 hapo. Lakini ilivyokuja tuliona zile mechi mbili walizomuonyesha Al Ahly. Yani uliona utofauti. Yani uliona kabisa kiwango kingine kabisa.
ni maisha ambayo wameyazoea. Sasa kama watakuwa wanachukua hayo matokeo, mentality hiyo, kwa mimi bwana, sisi huwa tunaweza kufanya kitu sehemu ambayo watu hawatuamini, wanatoboa. Zipo timu nyingi sana zinafanya comeback. Zipo zinafungwa goli 4, zinarudisha hizo goli 4. Yes, zinafungwa goli 3, zinarudisha hayo magoli. Sasa mawili unarudisha. Ni kwenye mpira wa miguu inawezekana kabisa. Na mpira wa Afrika na tena kukwambia, mpira wa Afrika kivyetu. Simba usimuone juzi ametepeta kule, usimuone juzi Simba labda kipindi cha kwanza alikuwa haeleweki. Mpira wa Afrika kuna vitu vingi sana mimi nakwambia. Asilimia ngapi kwa mnyama Simba Sport Club? Kumpa kushinda huo mchezo? Nampa 80%. Asilimia 80. Hapo Moyumbo wewe unampa 80%, ila kuna baadhi ya wachambuzi wenzako wanampa Simba 30%, huko Berkane wanampa 70%. Kwa kigezo kikubwa kuwa Berkane tayari ashatangulia magoli 2. Wewe umempa asilimia zote hizo Moyumbo? Nimempa asilimia nyingi kwa sababu mpira wa Afrika kila mtu kwake. Sitaki kuzungumza vitu vingi hapa kwenye kamera. Wewe nitafute tuzungumze. Wewe nitafute off mic, nitakuja nikwambie kwanza Simba Morocco walifanywa nini. Yaani kuna vitu vingi ambavyo huwa vinaendelea nje ya uwanja. Mwisho wa siku ukishindwa kuvikwepa vile unaweza kupigwa nyingi, ukafanywa nini. Lakini mimi nakwambia Tanzania, Simba sasa yupo Tanzania, yupo Zanzibar. Narudia tena, atawashangaza watu wengi ambao wanaamini Simba hawezi kushinda. Watashangazwa. Simba naenda kushinda image. Simba naenda kushinda image. Umeichungulia? Mapema sana. Nipe hivyo vitu, nipe kodi hata kidogo tumalize. Hizo kodi nitakupa ukija kesho kutwa. Ila ninakwambia Simba mchezo wanaenda kushinda. Wanaenda kumaliza. Simba anaenda kushinda image. Simba anaenda kushinda image. Haya magoli mawili dakika 45 za kwanza atakuwa ameyarudisha. Nafikiri una namba yangu. Utanipigia. Yaani ikitokea umesahau, Rama atakukumbusha, hata kameramani wetu hapa atakwambia bana, Moyombo ulisema dakika 45 za kwanza Simba atakuwa amerudisha hayo magoli pale New Amani Complex. Na kutafuta ushindi. Yes. Yeah. Okay, shukrani sana. Poa.